السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tunaendelea kuzingatia kwenye surat Hud, na tulikuwa tumefika kwenye aya 6 ya sura yetu hii. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Hiyo ndio aya ambayo tumemalizia, na tunaondokea kwenye aya ya 7. Naam. Na tutajaribu tufike mpaka aya ya 9 kama muda utakuwa bado upo. Sawa, 9 au 10, aya 3 hizo 3 zitazame. Anasema subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'uthun min ba'di al-maut la yaqulun aw la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa la in akharna anhu al-'adhaba ila umatin ma'duda la yaqulun ma yahbisuhu ala yawma yatihim laysa masrufa anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Hizo tusizame hizo mbili kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii anatuambia kwamba wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam. Kwanza katika aya iliyopita wama min dabati ametufahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyeumba au viumbe, kwamba ndio anavyoviruzuku. Yeye ndio mwenye kuviruzuku vyote ambavyo vinapita katika ardhi, na anajua kutoka kwao na kurudi kwao, unapotoka na unapokwenda, yote anafahamu. Alafu anatuambia tena na yeye ndiye yule ambaye aliumba mbingu na ardhi. Sawa jamaa? Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliumba mbingu na ardhi katika vipindi 7 hivyo, au vipindi 6, akasema fi 6 ayyam. Sawa, katika vipindi 6 hivyo. Wakana arshu ala alma, na arshi yake ilikuwa kwenye maji juu ya mbingu 7. Sawa, katika wingu wa 7, mbingu ya 7. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hivyo lengo la kukumbeni kwamba akutele katika mitihani, katika nyinyi nani atafanya vizuri, nani atafanya vizuri. Wala in qulta, kama utasema innakum mab'uthuna, kuambia kwamba yeye mtafufuliwa min ba'di al-mauti, baada ya kufa kwenu, watasema nini walikuwa wamekufuru? La yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Au ni uchawi. Sawa jamaa, huu uchawi ama zingaombwe. Kwa kwanza Allah katufahamisha kwamba yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi katika vipindi virefu 6. Hatuvijui viko vipi, si kazi yetu kutafuta hizo siku 6 aliumba Allah subhanahu wa ta'ala ziko vipi.
wala hataki kulazimisha akili kwamba lazima tufahamu, kwa sababu ni masuala hapa, ni masuala ghaibu aliyotufahamisha tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Wakana arshu ala alma, na arshi yake ilikuwa juu ya maji, anasema ala alma. Sawa? Sawa. Katika anasema stawa, akakuepo katika arshi yake. Sawa? Baada kuumba mbingu na ardhi, akakuepo katika ardhi yake na shughuli zake anafanya. Pia si swala la kulazimisha akili. Sawa, hasa katika swala la istiwa, si swala la kulazimisha akili. Kulazimisha akili kusema istiwa iko hivi na hivi, hakuna, au kaondosha maana istiwa kusema maana staula. Kwa sababu wengi walokwenda wengine vile vile baada wako nyuma wamesema hivi, Malik kaondosha mazonge. Kuwepo kitu kunajulikana vipi, hatujui, na kujiuliza mazonge wachana nalo. Sawa? Yeye katika mtu ambaye amekwenda simple, hakutaka nini, hakutaka khawdhu fi, kuingia ndani yake, akaleta falsafa mbalimbali. Nasema bwana, kwani unaposema kuwepo kuna maanisha nini? Kipo, kinajulikana kitu, lakini vipi Allah yupo katika arshi yake, sio nini, hatujui vipi. Suala anhu, kujiingiza katika swala hilo, yeye kasema bid'a, sawa, kwamba haifai. Sawa? Kwa nini haifai? Kwa sababu akili haiwezi kustawib akili ya mwanadamu. Kuna vitu katika nini alipotumbia Allah subhanahu wa ta'ala, uwezi wewe akili yako atoke kama vipi kwamba ita nini, itafika kufahamu. Msala ya ghaibiati ni msala ambayo mwenyewe kaweka katika elimu yake, kakupa tu ufahamu kidogo, sawa, lakini wewe usende. Sasa ukenda zaidi ndio kama hapo utasema baada ya stawa utasema staula. Sawa? Istaula maana kutawalia, ndio maana yake. Sawa? Istaula maana yake nini? Kama unasema Kiswahili kutawalia, ndio maana yake staula. Istila, kama jeshi, askari anapoingia anafanya nini katika vita? Anafanya istila, hastawi. Sasa anafanya nini? Afanya istila kwa sababu anafanya nini? Jeshi anaingia, askari anaingia kwa kitu gani? Kwa ubavu, sio? Kwa hivyo anachukua kwa nguvu. Sasa kwa hivyo neno jepesi lilotoa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala nini? Bakia na neno hilo kama unaona hicho kitu siwezi kukifahamu. Alafu hujalazimishwa lazima ufahamu sawa iko vipi. Sawa? Lazimishwa uliotakiwa nini kwa kweli? Aya mbele msema nini? Baada kumba arsh liyabluwakum. Kwa hivyo hapa chako wewe unachotakiwa kikubwa nini? Ufahamu kwamba umeumba wewe kwa ajili ya mitihani. Liyabluwakum, Allah kutia katika mitihani nyinyi. Ayukum ahsanu amala, yupi katika nyinyi atatenda vizuri. Kunapokuwa na mitihani jamaa, kuna vitu mitihani wengine inawashinda, ndio mitihani inawashinda. Wengine katika mitihani inanyanyua daraja, wengine kuwasafisha. Sawa jamaa? Mwingine anaweza kapasi tu, lakini mwingine akawa nini? Kapasi tena daraja, yani jamaa, daraja ya juu. Ndio mitihani inavyokuwa. Inapokuwa mitihani wengine watu wananyanyuliwa daraja zao. Hata mitihani ya kawaida mingine watu wengine inanyanyua daraja zao.
Kwa hivyo hiyo ndo mitihani. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, ndio kama Allah alisema ma khalaqtu jinna wal insa illa nini, ila liyabudun, hiyo kwa ajili ya kunifanya ibada, kutekeleza amri zangu nilikuwa nimewapa. Sawa, na ibada maana yake nini? Kuwa wewe dhalili mbele ya aliyekuwa amekumba, ndio ibada. Neno ibada natokana na maana kwamba kuwa wewe mtumwa. Sawa, ibada abdun sawa na maabudu wanapatikana. Kuna ibada abdu maabud, ibada yenyewe ambayo ndio matendo yale ya kunyenyekea wewe, kudhalilika mbele, na abdu ndo wewe mwanadamu, wewe ndo abdu, ndo mtumwa. Maabudu ndo nani? Ndo Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima sasa wewe ndo umeumbwa kwa ajili hii hapa. Huu ndo nafasi yako. Sawa, wewe abdu, alafu kuna maabudu, alafu kunapatikana hiyo ibada yenyewe. Sasa ibada yenyewe ndio sasa ndio yale mambo ulikuwa umetakiwa ufanye, ndio ibada. Al-ubudiyya ndio ile hali yako kwamba wewe ya jumla kwamba wewe nini, unakubali kwamba wewe ni mtumwa anayefanya yale ambayo anatakiwa. Na ndio sote ndio tunasema hata katika dunia anayekuwa mtumwa maana yake anatakiwa afanye nini? Anyenyekee bwana wake basi. Au sio? Wewe unapokuwa wewe raia, maana yake wewe nini? Wewe mtifu wa dola yako, wa serikali na kuongoza, maana yake utapatikana uraia bila utifu. Kwa hivyo ile pia ni aina fulani ya nini vile vile. Ni aina fulani ya utumwa. Unahitajika katika uendeshaji maisha ya watu. Lakini hatuiti utumwa. Tunabadilisha kidogo istilahi inayolingana, au sio? Lakini yani ndo wale mfano kama wale wa Waingereza, mfano nidhamu yao, wafalme wale wa raia zake wanakuwa nini? Wanaita wenyewe ni subject. Na subject ni nani sasa? Ni wafuasi wake, ni watumishi ni wake, mpaka watu wake wanaomiliki. Au sio? Katika kama tungetumia neno baya katika dunia tungesema ni watumwa wake. Katika maisha kawaida watu wengine utumwa sio nzuri, lakini mbele kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala neno la dharura. Tufahamiana. Kwa hivyo katika maisha kawaida wanaoliondosha yani ile lisilete ile nini? Ile hasasia kidogo kwa watu. Wanatumiliki kwa nini sisi? Na unaona kwamba unatumia raia na nini? Sawa. Na raia ndio zaidi, ndio halisa zaidi hasa neno nalofaa zaidi, kwa sababu yeye ni nani? Kiongozi si mmiliki wa watu, ni mtumishi wa watu. Katika Uislamu kiongozi si mmiliki wa watu, ni mtumishi wa watu. Bali tunasema watu ndio walompa kazi. Katika Uislamu kiongozi yeye ndio alopoa kazi na watu. Sawa? Kwa hivyo yeye ndio mtumishi. Sawa jamaa? Yeye ndio mtumishi, anataka wewe mtumishi wetu. Tumekupa haya kwa sababu pale mnapomfanyia baya na mama mnampa majukumu yeye atekeleze niaba ankum kwa ajili yenu. Kwa hivyo ni mtumishi. Akijiita jina jingine lolote lakini bado mtumishi nini? Ndio raia. Ndio maana hata katika Uislamu siasa sharia tunasema fi islahi raia wa raia. Unapoweka siasa za kisheria kama kuja kwa ajili ya maslahi ya raia na msimamizi wa raia.
akulukum rai wa kullukum mas'ula rayati. Sawa, nyote ni watumishi na kila mmoja ni mtumishi wa kile ambacho ana nini? Anakisimamia. Sawa. Kwa hivyo rais kumta mtumishi kwa sisi tatizo. Lakini je, mfano jamii ile inatumia inafahamu hivyo, sio kwenda kumwita wewe katika nchi yako kwenda upo nafasi katika pahalo na rais yupo kwamba wewe mtumishi wetu. Amsema unakwenda unaambia tu wewe mtumishi wetu, ututumikie sisi. Atafahamu kama alikuwa hana thakafa ya kutosha, sawa, yani hawezi kufahamu, au unomzunguka kwa hafahamu mimi makusudia hivyo, unaweza ikawa mushkila, ikawa shida kwako. Hata wakija kutambua kwamba sio nini, sio kosa au chafani, ushaumia zamani katika kwa hiyo umemvunjia heshima. Na tunasema vile nichagueni nipate kutumikieni. Sawa sawa, nikutumikieni kwamba anakubali mtu kwa sababu ndio ilivyo. Sawa. Na ndio maana iko haki ya kuweza kumchagua kiongozi katika Uislamu na kumuondoa. Unapofanya bea kwa ajili katika Uislamu kwamba kusimamieni, na maana ikiwa akashindwa kusimamia kwa hali mbalimbali, pia itakuwa ipo nini? Itakuwa iko haki ya kumuondoa katika njia ambazo zitakuwa zinakubalika katika, kwa sababu nyinyi ndio mliofanya nini. Sasa nyinyi mchague kiongozi katika Uislamu, alafu nyinyi mshindwe kumuondosha, akikaa ndio kushaka, basi kulikuwa kuna haja gani ya kufanya nini? Ya kumchagua. Sawa. Hata utaona sasa katika tunazungumza katika mtazamo wa Kiislamu, sio katika mtazamo wa siasa za kawaida. Ndio watu wengine watu wanazozana, kiongozi kisha kukaa basi tena kutoka katika bea yake mpaka kwani ukaja kwa alikuja vipi? Sisi ndio kufanya bea msibana haya. Na wote kina Abubakar walipokuja sawa, nikikosea nifanye nini? Nirekebisheni. Sio? Sasa lakini sasa hivi lilichokuja kitu kikubwa kimoja tufahamu hapa. Kilichokuja kwamba baada ya muda, baada ya kuondoka khilafa na nini, ikaja watu utawala kubadilika, ikaingia sawa mambo ya utawala wa kifamilia. Nilipoanza kuingia tawala hasa wakati wa Muawiya, Sidna Muawiya, na walokuja baada, kwa sababu nao pia wakatamkiwa na yale walokuja kwa waliona kwa Muawiya. Maka wengine wanaona nani Sidna Muawiya ndio anaanza alokuja nao kwa lisalifuata vile vile nao, kwa maana nini? Maka baada Muawiya alokuja Sulu Abbasiya, walokuja nani wengine wote waliondokana na tawala za mirathi na familia, hakuondoka. Sawa, wakana pia na majina ya kwanza, pili, wa tatu, na sivyo tumeona. Lakini asili sasa hawa, kwa sababu mwanadamu anapenda ile sulta, sawa, wakajikuta wanatawala, wanakwenda vizuri, lakini katika kutawala sasa kupeleka tawala zile ikawashinda, wakabakisha kwamba mtawala alikuwepo ndio huyo sawa, na alikuja kwa nguvu tena ndio tunabidi baadaye kumkubali. Ndio wakakuta sasa hivi tawala za Kiislamu zote hazipo katika ile, yaani nchi zote za Kiislamu sasa hivi haziko katika ile uchaguzi rasmi kama vile ilivyokuwa katika mwanzo wakati wa ukhalifa wa nubuwa na ukhalifa hasa. Sawa, zimechukua ile mabadiliko yaliyotokezea katika tawala, wakaja familia zikawa zinamiliki, ikaenda nazo. Na kana madamu mfalme yupo, familia zipo zinatawala na kinachotakiwa si uadilifu, basi turizike nayo. Baada ya kushindwa kuleta mageuzi mengine na kuleta mtazamo mwingine, vipi tutaweza kuendesha maisha yetu ya uongozi? Sawa, kwa sababu gani? Wale waliokuwepo hakutoa tena fursa nyingine.
Kwa tunasema hapa ikaja ile kwamba mtazamo wa mwenye nguvu akishakamata ndo khalas. Na ndio system yote inabakia sasa. Nitafutie katika checks ambayo inakwenda kwa nidhamu ambayo ya bayana. Hakuna hata moja hapo. Iko ni askari ni ule ni askari tu kupitia, lakini huo ni utawala wa askari mpaka maisha kama Misri. Sawa, ni hukumu nani? Asakiri tu basi. Askari tunasema wingi tunasema asakiri. Sawa, ukisikia asakiri maana ndio wingi wa askari. Sawa, asakiri wanabadilishana tu kwa hivyo ni ule ile kama ile taala nyingine. Sawa, hata akija ndo khalas. Nyingine tena mpaka dola zinakuwa ni miliki ya wale watawala, mpaka majina Hashimia, Saudia, Al-Saudi kama hivyo pana, unaona? Sisi tumeona ile familia. Kwa hivyo ndio hali muhimu kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ametuba kwa ajili kwa ajili ya kufanya ibada. Hapo ndipo tumesimama hiyo tumetoa mfano, tumekuja hapo. Na ibada ina kupitia tunamwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala sio kupitia sisi wenyewe, kupitia vitabu vyake, risala na mitume ambao amewaleta. Sawa, kwa ibada si kitu ambacho ijtihadati maana kwa mwenyewe. Na kutekeleza ibada maana tunatekeleza yale ambayo tumefanya nini? Yameshushwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuanzia sala imani mpaka ibada nyingine zote za sala na kila kitu wa malaa zote. Sio vitu ambavyo sisi tumevifikiria. Au kuna ibada ambao wewe unakuwa umefikiria katika Uislamu? Sio ulofikiria. Ni vitu tawqifia vimekuja vimeshushwa. Amezungumza Allah Subhanahu wa ta'ala, amefundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ameviweka, amevichambua mtume wake. Au sio? Allah amesema msali, mtume akaelekeza vipi kusali. Mambo mfunge, mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha nini? Somo iwe vipi? Au sio? Au utaipata somo yote ndani ya Qur'ani. Lakini Qur'ani inakwambia nini? Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Khalas, hivyo imetosha. Na mkaambiwa baada ya kutoka kuchomoza asubuhi mpaka nini? Ila asaki ile mpaka inapoingia magharibi. Khalas. Lakini hapa katikati mmepo nyinyi mambo kwanza ametakiwa mfunge, alafu mkaambiwa muda wa kufunga. Lakini vipi mtafunga? Mtakula daku au sio? Mtajizuilia na muftirati. Hiyo kazi ya nani? Sallallahu alaihi wasallam ndio alikuja akachambua. Sawa na sala. Yafundishwa adhana ndani ya Qur'an. Mtakuwa nini? Msali katika nyakati zile. Lakini adhana rakaa ngapi? Kaifia kusujudu, kurukuu, udhu, hizi zimefundishwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hazina ijtihadati hapa. Hakuna mtu ambaye anakuja anasema mimi nataka kuimarisha kidogo sala. Yupo basi kaja bwana, mimi najua sala nataka kuimarisha hii sasa hivi. Unajua rakaa 4 hizi nataka mimi kuifanya sasa hivi 6 hizi. Hakuna. Kwa sababu nini tunasema tawqifia? Tunachukua ibada zetu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo ya muamalati mengine ambayo kila siku haya tunaweza
kajitahidi kidogo, lakini kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa maelekezo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayatoki huko, hayatoki nje ya vitu viwili hivyo, nje ya Qur'ani na Sunna. Vikitoka nje ya Qur'ani na Sunna, maana itakuwa si ibada, itakuwa wewe umefanya wewe mwenyewe, utakuwa umezusha katika masuala. Sawa. Tena katika uzushi katika ibada ndio hukutakiwi, lakini uzushi katika masuala mengine ya sayansi na mengine ya kijamii mnaweza mkazua mambo chungu nzima, ndio inaita mukhtaraati, baadaye ndio tunaita innovation zile, maana watu uvumbuzi tena, lakini huwezi kuvumbua ndani ya ibada. Sawa, ndani ya ibada, lakini nje mnaweza kuvumbua vitu mbalimbali, mnavumbua silaha, mnavumbua nadharia fulani, mnavumbua kadha, au sio? Kuna majali hayo. Ndio maana tunasema hata ile mustalahi wa bid'a inapotumika, watu lazima wafahamu nini makusudio yake. Usije ukasema basi kama mnasema hii bid'a basi mpaka taa bid'a mpaka microphone, hiyo toka hapo kama mtu kanuna tena. Sawa. Lakini inapozungumzwa bid'a inazungumza katika nini? Katika swala zima ambao katika swala zima la kuzusha ndani ya ibada. Huwezi. Sawa. Lakini matumizi ya vitu hivi ambavyo tunao hapo, ndio maana hata kathratu sual haitakiwi katika masuala ya dini. Makije mkae katika dini mkamna mnabebeshana masuala mazito, mnaulizana. Mtu sasa amekataza. Anasema Allah anachukia kwenu nyie katika masuala hayo. Mfano qila wa qala, kusema tu mimi sikia hichi na wewe unasema hichi, haitakiwi. Sawa, ndio mwanzo wa shari ni qila. Mwanzo wa shari ni qila wa qala. Sawa? Maka nimesikia na ukasema, nimesikia akasema, hii ndio mwanzo wa shari katika maisha ya mwanadamu. Usipate tabu. Mwanzo wa shari wa mwanadamu ni ulimi wake ambao una qila wa qala. Sawa? Alafu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anachukia kwa nyinyi kathratu sual, kuuliza maswala mengi ambayo hana nini? Hana faida katika kuuliza. Na hapa nakusudia hasa katika masuala ya dini yale. Sifike mkajisikia pale mkaliuliza jambo mpaka likakuzongeni. Wana Israeli walipata tabu hivyo, wakawa tashaddad katika masuala nao wakatiwa mizigo. Wapouliza wapoambia chinjeni bakara, chinjeni ng'ombe tu, wakajitia nini? Ujuaji. Masuala mengi wakajitia. Basi Allah Subhanahu wa ta'ala akawatilisha uzito. Hakumuona bakara, hakumuona ng'ombe mpaka taabani nafsi zao. Sawa, tena ng'ombe yumo katika kundi, wao muone. Sawa, babo ukitashaddad katika masala na Allah anakutia uzito. Dini yusra. Mukathratu sual, unaweza kuuliza swala kwa ajili ya kufahamu kweli kitu kimekaa, lakini sio mambo unauliza vitu ambavyo havielekei. Havipo wewe unatakayali katika dini. Hao watu wengine kama hivyo vile kasa swali inakuwa watu wengine wanakusudia kuwafuja katika kujionyeshia kwamba labda mtu kuonyesha anafahamu na nini, anakusudia kumzonga mwenzake. Pia imekatazwa. Ndio huyo bali huyo mtu sasa sema haingii peponi hasa. Mtu ambaye anasoma kwa ajili ya nini? Liubahi nas, kwamba kutaka kushindana na watu kujionyesha. Lakini katika masuala ya kawaida ya kijamii mnaweza mkauliza sana, kwa sababu yanahitajia ufafanuzi mkubwa. Sawa? Mmefahamu jamaa? Kwa hivyo natuambia Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in qulta innakum mabuthuna min ba'di al-maut. Ukisema baada ukoambia wao nini makufari, unaambia kitu gani hapo? Kwamba nyinyi mtafufuliwa jamaa baada ya mauti. Watasema nini? La yakulana alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Ukiwaambia jamaa mtafufuliwa, wa makafiri jibu lao la kwa nini? Si kweli. Kuna mtu karudi anakupa umeona. Au si wanauliza sasa vile vile. Basi rupo. Watauliza vipi?
Nionyesha basi mtu alokwenda wapi aliyekufa akaenda akhera akarudi. Mimi sikwambia kama atarudi leo, nimekwambia mtafufuliwa. Makawa hata ile kufahamu ile khitabu na hawataki. Kwa muda maalum. Sio. Chakwambia kama mtafufuliwa au wako lofufuliwa. Lakini akili ya kupinga inakuwa haina nini? Haichagui. Inasema tu. Ndio maana tunasema zote hawa watu wanaopinga, kama mtu unatulia ni rahisi kuwajibu kwa sababu hawana au sio? Kama utatulia utajibu maswala yote. Yeye anaweza akaona kaleta big question maana yake. Unapoona kumbe una nini? Unaona ile si big, very simple. Kak. Charlie Kak. Anasema hawa watakuleta sheria huko Amerika. Sasa labda mbona sheria ipo? Tunatoa sadaka, tunafanya mambo ya charity. Sheria hizo sheria zote. Unaona? Sasa wao wana kwa sababu wanataka kuitia dosari ile sheria kwa kuwa unajua ndio tunasema ukitaka kumua mbwa mpe nini? Kama jina baya, mfano kama maana yake. Unaona ile mbokoko ile. Si nani? Tafuta. Tunatafuna watu jibwa tu nile. Unaona? Ndio unavyokuwa. Piga jiwe ndio unavyokuwa. Sasa wao wanapozama Uislamu kama nini? Kukata mikono na kukataza zina. Vitu hivyo vile wasinyang'anyane watu kwenye makasino hayo, kunyang'anyana kwenye kamari na nini. Ndio Uislamu unakataa. Sasa wao wale ndio wanaona mazito, kwa hivyo wanajaribu kulipa jina baya Uislamu. Sawa. Kama mfano walipokuwa watu na utawala wa Uturuki ule wa Uthmania, wazungu wale walipokuwa wanataka kuonesha Uislamu ni mbaya na nini, basi watoto wao akiwa wanafanya kosa analia, nitakuletea Mturuki wewe, na Mturuki atakuja. Sawa. Kama mchawi. Ndio hiyo manake. Unawabomoa waje kusulukia kwamba kwa sababu Waturuki ndio walikuwa watawala pale. Sawa. Na unajua makosa yanafanyika katika, yani yule dola ya Ottomani si kama ilikuwa na Waturuki watu chungu mbele mbalimbali, kwa Arabu ndio walikuwa katika shughuli ndogo katika mamlaka zile. Sawa. Kama utatafuta wale watawala wengine wana asili ya Misri, wengine nini tu uzima wameshiriki. Wenyewe Waturuki walikuwa zaidi katika askari na nini. Sababu ni watu tangu hapo ni watu wa nini? Watu basi tunasema watu mapambano, watu nafikiri umeona ndio unaipa jina baya. Sama ndio ile unakwenda sasa katika Islamofobia anaita, au sio? Unapotea Uislamu kama ni dude moja zito hivyo likiingia linachafua kila pahala, upate kupiga vita. Sasa na ndio vile ndio hiyo ambayo kitumika hapo. Muhammad huyo mchawi bwana, maneno yake msimkaribie. Sasa sio alimwambia yeye moja kwa moja, wanaambia na nini? Wanashusha kwa sababu ni viongozi jamaa. Makuresha wanazungumza hapa ni wale viongozi wanapoambiwa masuala haya. Sasa wao ndio wanaojenga ile policy. Ndio wanaishusha kwa watu. Hadha sihru mubin bana, huu ni uchawi, msikae mkasikiliza. Na zote kauli ambazo zinatoka kwa watu ambao wanaaminika katika jamii zinakuwa nini? Ina nafasi katika mshtama. Na ndio inavyokuwa. Ndio inavyokuwa kazi ya dawa katika kulingania dawa. Je, tuanze na watu wa chini au tuanze na viongozi? Inakuwa watu wengi kwa sababu maana kama viongozi ukiwawini wa viongozi ukapata viongozi, ina maana wao watafanya nini? Watashusha.
Ukipata watu wa chini, hujapata viongozi, shughuli inakuwa. Lakini je, katika dawa itabidi tufanye vipi? Kote. Sisi tukachukua hizi sura mbili tukasema tuanze na juu tu. Kwa sababu kwanza na juu pekee yake tumwingine unaweza kuwa na hasara, iko kumsingi hakuna watu. Kwa hivyo hawa ndio wanaweza wakasimamia uadui ile dawa. Hawa chini watatoka wengine watakao kupingana. Kwa hivyo natakiwa ufanye nini? Makwenda kote. Ndio Mtume sallallahu hapo anashughulikia vigogo tu wa Makureshi vingie katika Uislamu. Akarekebisha mwambia sio. Vipi? Ambao sio njia. Katika sura Abasa au au sio jamaa. Akanashughulikia wengine wale wa Quraysh na alipokuja kipofu pale subiri kwanza. Hakumpa ile muhimu kwanza. Yule sasa ni tena alikuwa ni Muislamu ataka ziada. Nikaona subiri tunashughulikia jamaa. Akaamba una hakika hawa wataingia kwa vile ulikuwa naye. Huyu ni aula zaidi kuliko hawa. Sawa? Kwa lazima unafanya dawa upate kote. Uko utachukua watu wakubwa tu wataalamu na nini. Sawa. Lakini yeye huku chini. Na moto kwa Mtume sallallahu alipolingania sahihi kalingania kote. Wale dhaifu kwa lingania na akawa analingania nini? Na vigogo kana vilingania. Alipovipa muhimu zaidi ndio akaba sio njia yetu sio ile ulokwenda nayo. Tunafikiri tumepata jambo. Usije ukasahau sehemu katika dawa. Iko utafanya watu wa juu tu huna basi kwa dawa yako haiwezi kushuka chini. Utakuwa na rotate pale kwa watu wakubwa na ikawa kushusha wale chini inakuwa mushkila. Sawa? Itakuwa dawa ya taalamu. Kumbe unataka na shabu kuna wataka na watu wa kawaida wanahitaji. Na hawa ndio nini hasa? Hawa ndio watendaji. Sawa jamaa? Katika dola watendaji wakuu ni nani? Wa chini jamaa. Kweli? Unapotengeneza wewe siasa zako, unataka kutengeneza bandari, hawaji mawaziri na wakurugenzi. Au sio? Wanakuja nani? Injinia akija haingii hata nini? Haingii hata vumbi. Piga helmet lake na kakabia na karatasi yake mkononi, nataka pale kufanya hivi na nini, akitoka anaweza akaenda ndani. Atajenga yeye kila kitu. Lakini unahitaji dawa. Watu wa uwanjani pale wamedani. Unahitajia wabeba karai. Au sio? Unatarajia mfuma vyuma, kibarua. Sasa hawa ndio wengi katika kusama. Au si kweli hapo? Ndio wengi. Kwa unafikiri katika jamii viongozi ndio wengi? Viongozi wachache. Bunge la Tanzania mfano la mabunge wangapi? Wakuchaguliwa. Tuseme nao walikuwa kuchaguliwa rasmi wa vyeo maalum. Wangapi wote? 350. 350 wanasema kwa ajili ya watu wangapi? Yaani ratio ngapi hiyo? Milioni 60 kwa 350. Yaani ratio ngapi? Asante sana. Kwa hivyo je, unapofanya kazi sasa imara, kuhitaji huku base unahitajia 0.5. Lakini hawa ndio nini? The fate of all of nini ile dola yote iko kwa watu wangapi? 360.
Muadala sio kabisa maana kwa sababu muadala ile equation sio lakini ndo nini tunasema, ndio tabia, ndio nature, ndio maumbile. Sawa. Kwa hivyo unapofanya dawa na vile vile huko chini lazima, kwa sababu hao ndio watasimama na ile kazi yote. Sasa nafikiri tumefahamu vizuri hapo. Wao wakiulizwa mkisha kufa nyinyi mtafufuliwa, wanasema nini? Wanasema in hadha ila sirrun mubin. Kufa mauti, mtu anatoka katika hali ya uhai na kwenda katika hali ya mauti. Sawa. Na kufa kuna hali chungu za kufa au kufa tena moja tu. Ati Alhaj, swala lako umekaa kimya sana leo. Kwa vipi hali nyingi hapo ndo tunavyotaka sana. Na pointi zangu hapa nataka leo watu wanibishi hapo. Nimetengeneza hiyo kusimauti hapo tumalizie ndio ya kumalizia. Abdalla vipi? Kufa kukoya yama. Kutengana roho tayari ndio ushasema kuna kutengana baina roho na nini? Na mwili ndo maana yake kufa. Kufa ni faraka, kufarikisha baina mwili na nini? Ndio maana katika Kiswahili tazama tunasema amefariki dunia. Ndio maana amekufa. Nini maana yake kufariki? Ametengana. Sasa yeye dunia ametengana nayo kwa nini? Roho haipo tena. Roho ishafarikiana na maisha yake dunia. Ndio maana yake amefariki dunia. Faraka baina nafsi yake. Sawa. Sasa vipi? Waache tu amesema wao. Waweza itaingia makofi yote itaingia kwenye mauti tunaweza tukagaa katika aina mbili pengine. Sawa. Tukizama mauti kwa ujumla. Kuna mauti ambao anaweza katokezea mtu mmoja kwa mmoja. Mtu kafa tu. Kakaa nyumbani akafa. Sawa. Yaani kaina mauti. Na kuna mauti wakati mwingine yanatokezea kwa vipi? Kwa sababu pengine kharijia za nje. Kuna external factors na internal nini? Factors za mauti. Kwa sababu pengine mtu njane kapigwa. Au sio? Kafa kagongwa. Kitu mwingine tu mtu amekaa tu kama mshtuko pengine. Pengine mtu hata hana mshtuko tu kakaa amefanya ana nini? Au pengine inawezekana hizo. Sawa. Au kusababishwa kifo. Kama nilivyosema, lazima mtu akasababishwa kifo, kapigwa asife lakini akawa nini? Baadaye akawa na udhaifu akafa. Kifo ni hichi kimoja. Lakini sababu zinaweza zikawa tofauti. Na tumesema sababu nyingine zinaweza zikawa za nje, sababu nyingine za ndani. Wakati mwingine udhaifu ndani na mwili wa mwanadamu. Au sio? Mtu kama anakwenda na maradhi pengine anaweza kwa hayajui. Sawa. Poteza kinga. Inawezekana. Kwa vitu vidogo vinapelekea jamaa mpelekea mauti. Lakini tutazama hivi yote hivi inaweza vika reflect hizi sababu hizi kwa reflect hata katika maisha yake ya kawaida, maisha yanayoishi mwanadamu. Tuzama dola wakati mwingine inafika mauti katika kama hivi tu, kama mauti tuliwazama na dola ndio zinavyokuwa zinaanguka jamaa. Wakati mwingine dola inaweza kaanguka kwa kuangushwa. Also kaja mwingine akapindua ndo kaua dola ile. Also kuna wakati mwingine dola inaweza kaanguka ikafa kwa vipi? Yenyewe ndani chakwa dhaifu. Ina maradhi ndani haijijui kama ina maradhi. Au sio? Wasawatana wanaweza kuhajijui.
wanaanza kudecay within. Nafika pale nani? Bubu inaanguka. Kuna wakati mwingine inasababishwa kuanguka. Sawa? Ndio kama unaibena. Vipi? Inabenwa mpaka inatalishwa udhaifu. Huipi msaada ufanye nini mpaka ifanye nini? Iporomoke. Kuna wakati mwingine watu wanasema huyo kishakuwa mgonjwa, ngoja na mimi nimzidishie. Nimmalize. Na tumeona jamaa, nao ni mauti hapo. Na dola zinavyokwenda hivyo. Kwa sababu mauti kusema ni kitu kikubwa. Tutazame katika mtazamo kama huo. Na dola zetu zinakwenda zinasimama kama hivyo. Kama anapokuwa au sio jamaa? Mfano Musa kaiona Firauni au sivyo? Au sio? Kwa hivyo akaitia nini? Musa alayhi salam hapo kwa Firauni. Kaiona dola yenyewe kwamba sio wenyewe wanajiona kama wana nguvu, lakini Firauni Musa kaiona. Hakuatia udhaifu. Katia udhaifu. Udhaifu ule ndio ikafa. Kama nyinyi mna nguvu basi haya tufanyeni, njoo tushindane. Mko tayari na mimi niko tayari. Kisha wajua kama dhaifu. Tena anawaambia nyinyi kwanza, akaambia nyinyi bana wachawi, wala yuflihu sahiru haithu ata wala mpatufanikiwa na uchawi wenu. Pia pale kisha utia udhaifu, kisha ile system yao kisha nini? Kisha dogosha. Tunafahamu jamaa. Na huku siku ya kushindana يوم زينة ويشرى الناس ضحى au sio? Saa kama hizi asubuhi mapema waje watu kushindana. Hakutia udhaifu. Tunasema bidayatun nihaya, mwanzo wa mwisho Firauni pale vile siku ile ya nini? Siku ile ya mashindano. Sawa ya mechi kama mechi. Ndipo alipomsha Firauni. Sawa? Kaja na vishindo vyake na nini, Musa akatulia. Tena ila watu walokusanya wachawi na nini, anaambia vipi, nani ataanza? Anzeni tu. Sawa vile? Endeleeni tu kwa sababu shawadhoofisha mapema. Anatupa wao wanafurahia, hawajui kama wagonjwa. Musa anatia bakora yake inakula kila kitu. Firauni pale anajua mbele za watu kadamnasi bana wananitia aibu bana. Kabiruka. Huyu ndio walokufundisheni uchawi. Kabla saa walikuwa ni watu wale. Opambe wale. Ghafla. Ndio jamaa haikuporomoka mamlaka ya Firauni. Tena Musa la kuchukua silaha akapambana nao. Baada pale Allah apambana nao kwa silaha, kaondoka kidogo. Tunafahamu jamaa. Lakini ukaacha maradhi ambao hawezi fani tena. Hakuweza kutibu. Nafikiri tumalize hapa. Kwa hivyo hili ndio swala tunazungumza mauti haya. Tusizame mauti kwamba tuyachambue mauti na katika kusimama dola vipi zinasimama. Ndio maana system zote hizi. Watu wengine wanasema wewe mfano mzuri tumalizie hapa katika siasa zama kule Kenya. Ukitaka kuona sasa vipi mauti yanatokea katika maisha yetu kawaida na vitu vyetu maisha kila kitu sio wanadamu tu. Zama kanu ilivyopotea. Imekufa. Kwa nini imekufa? Tena bahati nzuri basi. Ala sio kwa sababu factor za nje, lakini wenyewe ndani kulikuwa nini? Factor. Kwa wakati mwingine mtu akafa ndani mko wabovu, mnaweza mkasababisha nyewe mkaporomoka. Hata mwe na nguvu gani za nje. Na ndio ulivyoanguka tawala hizo chungu katika ziliporomoka. Wanakuja Waislamu siku mbili tu wanaivunja ile nini Fashia. Fursi. Kwa nini?
mamlaka ambayo imekuwa inatamba katika dunia muda mrefu, kwa sababu ndani kwenye kutoka vile vile kwa nini kushakuwa tabani. Nani aligundua kwamba bakora ya Sulemani kishakufa? Bakora ndio inasema kwamba huyo jamaa kisha nini tabatul ardh taakul min sa'ata, ndio anajulisha watu. Hebu tumefahamu jamaa, kwa mauti yetu tutazame kwamba tukifa sisi na je, na society zetu vipi zinakufa na vipi zinapata nguvu? Ni swala muhimu. Tumalize hapa inshallah. Kwa hivyo hiyo ndio ayati ya leo, la yakulana ladhina kafaru in hadha illa sihru mubin. Wakiambiwa kwamba mtakufa, wanasema huu ni uchawi. Lakini wao hawakuwa wanatizama, hawakuwa na akili za kutizama mauti vile vile katika maisha yao ya kawaida. Wangekuwa wanatizama maisha yao katika kawaida, wasingeweza kufanya nini? Wasingeweza kukanusha. Nafikiri tumeona baada ya tuunganisha mauti katika kawaida na hii imefahamika vizuri maana ya mauti. Kwa hivyo hadha sihru mubin ndio maneno walikuwa wanatumia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam, jazakumullahu khair.